kwamba ni kwa namna gani tunakataa uvuvi haramu katika maeneo yetu. Yaani katika huu ukanda wetu tunakataa uvuvi haramu kwa sababu tunachokihitaji ili wananchi wetu waweze kupata faida kutokana na bahari, kwa sababu asilimia kubwa ya wananchi wetu wanaitegemea bahari kama ni rasilimali ambayo inawezesha kuishi. Kwa hiyo kuwepo kwao hapa maana yake tunapaza sauti ya pamoja ili kuweza kuweka mashirikiano ambayo yatawezesha sasa yale mambo mengi ambayo tunayasema kisera sasa yaweze kutekelezeka. Hilo ndio lengo kubwa la kuwepo hapa leo. Kubwa kwanza, uchumi wa bluu unasisitiza sana kutokuvua kwa kutumia vile vifaa ambavyo havihitajiki, mfano nyavu zenye matundu madogo. Kwa hiyo uwepo wetu hapa maana yake utasisitiza ni kwa namna gani, kipi tunaweza kutumia, na hizi siku 3 ambazo watakaa hawa viongozi wetu hapa wataweza kujadili haya ili kuweza kutatua hii changamoto, kwa sababu bado watu wanaendeleza kutumia uvuvi haramu, na ndio serikali inapiga kilele kila siku kuweza kutoka kule ili tuende katika hatua nyingine, kwa sababu yakiharibika matumbawe, ikiharibika vizalia vya samaki, maana yake uwezekano wa maisha yetu kama Wazanzibari inaweza kuwa ni mtihani, kwa sababu kama mnavyojua tunategemea bahari kwa asilimia kubwa. Haramu kwa sababu tayari sisi tuna boti zetu, KMKM wana boti wanafanya doria katika bahari zetu, ukizingatia kwamba kila siku wao wanafanya doria hizi. Kwa hiyo mikakati ni mengi, ikiwemo kununua meli mbalimbali ambazo zitawezesha sisi wananchi wa Zanzibar kuweza kuvua katika maji makubwa. Huu umewaleta pamoja wadau katika nchi tofauti ambazo tunashare bahari yetu, ambayo bahari ina changamoto sawa na resources sawa, tunashare kwa pamoja. Kwa mkutano huu utasaidia kukubaliana njia ambazo tutaweza kukabiliana na uharamia wa baharini, hususan wa uvuvi haramu. Na uvuvi haramu kwa aina mbili, ule unaofanywa na mameli makubwa ya nje, lakini hata watu wetu pia wanafanya uvuvi haramu. Kwa hiyo ni kusema kwamba samaki watapotea Zanzibar na Kenya, na wao watakuwa wamekosa samaki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mkutano huu utasababisha kuwa na mipango jumuishi kwa jumuiya yetu yote Afrika Mashariki na Kati na majirani wetu. Kama nilivyosema, uvuvi haramu kwa aina mbili. Kuna ule ambao tunaojua sisi, mameli makubwa yanakuja kuiba samaki kule bahari kuu, lakini wavuvi wetu, ndugu zetu ambao wanavua kinyume cha sheria, kwa mfano wanavua samaki wachanga, huo ni uvuvi haramu. Wanavua maeneo ambayo hayatakiwi, huo ni uvuvi haramu. Au wanavua samaki ambao hawapaswi kuvuliwa, hao ni uvuvi haramu. Sasa sheria ya uvuvi ambayo tunayo sisi Zanzibar inatambua hayo yote kama ni makosa na hukumu zake zipo, lakini kama tunavyoelewa, kutekeleza sheria ndio jambo jingine. Kwa hiyo tunatumia zaidi nguvu ya elimu kuliko nguvu ya mabavu ili watu wetu waendelee. Lakini uzuri zaidi ni kwamba tayari sheria ya uvuvi ya mwaka 2010 tunaibadilisha. Wakati wote itapelekwa Baraza la Wawakilishi, tutakuwa na sheria mpya ambayo itaanzisha mamlaka ya uvuvi pamoja na uhifadhi. Sheria hii kidogo itakuwa na meno zaidi kuliko hii iliyopita, ili kuliondoa jambo hili. Uvuvi haramu huu niliotaja wa kwamba watu wanavua katika maeneo ambayo hayatakiwi na wanavua katika samaki ambao ni wadogo, si jambo la busara kutaja, kwa sababu tutakuwa na wataja jamii fulani, lakini ni kwamba upo na sheria zipo na watu wengi tumeshawapeleka katika mikono ya sheria. Lakini kama nilivyosema, elimu ndio tuloiweka mbele zaidi kuliko nguvu, na tumeona maeneo mengi ambayo kuna ulinzi shirikishi, hasa katika yale maeneo ya hifadhi, uvuvi haramu umepungua kwa kiwango kikubwa. Wavuvi nataka waelewe kwamba samaki ni rasilimali inayoisha, sio rasilimali ambayo haishi. Na Zanzibar kwa takwimu tunasema kwamba wavuvi wanakaribia 100,000. Kwa hiyo wavuvi hawa wana familia zao, kila mtu akiwa na watoto 5 7, tunasema kwamba uvuvi unashughulikia watu zaidi ya 700,000 Zanzibar kwa kila siku. Kwa hiyo tuitunze bahari, tutunze rasilimali za bahari na tuvue katika njia endelevu, ili sisi na vizazi vijavyo tuendelee kula samaki. Kusema kwa upande wa jahazi, hii summit tunaita summit ya uchumi tunaita summit ya sauti za buluu kwa Kiswahili, lakini Blue Voices Regional Summit kwa Kiingereza. Lengo lake ni kukutanisha serikali za ukanda ambao tunashare bahari ya Hindi, hususani kwa nchi za Afrika Mashariki, lakini kwa nchi za ukanda ambao tunaoita ni kusini magharibi mwa bahari ya Hindi. Ukitaja nchi kama Tanzania bara na Zanzibar, ukitaja Kenya, ukitaja Mauritius, ukitaja Seychelles, Madagascar, Komoro na Mozambique, hizi nchi zote zipo kwenye huu ukanda. Sasa
hizi, kwa nini tunazikutanisha na kuendeleza nazo mashirikiano? Ni kwa sababu hizi nchi zina share maji ya bahari au zina share eneo la bahari. Kwa hiyo tunapokuwa na tishio kubwa la uvuvi haramu, ni kama tunakatisha ule ustawi wa hizi jamii. Lakini pia tunapokuwa na uvuvi haramu tunatishia shughuli zingine kwenye ule mnyororo wa thamani, shughuli zingine kama shughuli za utalii. Tusingekuwa na utalii mkubwa mnemba leo kama tungekuwa tumeharibu bahari yetu, tumeharibu yale mazalia ya samaki na tumeharibu ule ustawi wa bahari kwa ujumla. Kwa hiyo mkutano huu wa kikanda, lengo ni kukutanisha serikali zetu na kuhakikisha hizi serikali zetu zinaendeleza mashirikiano. Hapa zimekutana wizara za haya mataifa, tuna mawaziri wanatakiwa kuwepo, tuna madirector katika hizi wizara, lakini tuna wale wataalamu, tumewasikia watafiti kutoka taasisi kama Zafiri na Tafiri. Wote ni kwa lengo la kuboresha mashirikiano. Tutakuwa na mkutano wa siku 3 kuanzia leo mpaka Jumatano, na majadiliano yatakuwa katika ngazi hiyo ya kitaalam na kisiasa na kisera. Lakini pia siku ya Jumatano tutakuwa na kusaini makubaliano baina ya hizi nchi 3. Lengo kama nilivyosema awali ni kudumisha mashirikiano na kuhakikisha kwamba masuala yanayohusu bahari yetu yanalindwa kwa mashirikiano baina ya hizi